Na tusalie katika suala hilo ambapo hatua ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ya kuwataka maafisa wa polisi kuwaua kwa kuwapiga risasi wanaoendeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi au maafisa wake imepingwa vikali na wakazi wa eneo la Kikuyu, wakisisitiza kwamba wanaokiuka sheria wanapaswa kukamatwa na kufikishwa mahakamani na wala si kuuliwa. Murkomen alisisitiza kwamba vitendo vya ukatili dhidi ya maafisa wa polisi na hata uharibifu wa mali ya serikali havitavumiliwa tena na serikali. Waziri huyo alikuwa akikagua uharibifu uliosababishwa siku ya Jumatano wakati wa maandamano. Alisema operesheni inaendelea kusaka bunduki kadhaa zilizoibwa kutoka kituo cha polisi cha Dagoretti wakati wa maandamano wa Jumatano. Anajiri baada ya polisi kupata bunduki moja ikiwa imeharibiwa na kutupwa katika makaburi ya Thogoto kwenye kaunti ya Kiambu. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kubembelezwa. Wanafikiria bunduki ni mandazi. Lakini wananchi wa area hapa wenye anakuja kuripoti mwenye amekuja kukosea nini, mwenye amefanya nini, anaandikiwa, unapeleka kotini, hiyo anapelekwa kotini. Lakini mtu mwenye anakuja kuchukua bunduki, mtu ameshakuja police station, anataka kuchukua ofisi ya serikali, anataka kuchukua bunduki, anataka kukujia maisha yako, pita na yeye. Hiyo kesi nyingine hiyo mimi ndio nitasimamia. Bora hujatoka hapa ati kwa sababu ya nini umeenda hapa nje kutafuta mtu ya kuua, hapana. Lakini mtu amekuja police station, ametaka amri, anataka bunduki, anataka maisha yako. Hapana bwana, hata kama ni madharau, hata kama mtu anadharau polisi, usikubali upigwe ati wewe umepigwa marungu na wewe ni askari uko na bunduki. Hiyo itakuwa ni bure. Fanya kabisa yenye utaweza. Tutafanya hiyo kesi nyingine baadaye. Tumemenisikia? Yes sir. Yeah, we will defend you, we will support you. We cannot allow our country. Kama sio nyinyi jameni, hii watu wenye wanafanyia nyinyi madharau na kuongea Kiingereza mingi na wanaishi huko Karen, kama sio nyinyi hii nchi ingekuwa kweli. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki